coming up from blue corner, represent Dar es Salaam, Tanzania. Please welcome to the ring, Deborah George Mwenda. Mariam Nelson Dig, all the way from Malawi, coming up from blue corner. Asante. Mabibi na mabwana, karibuni kwenye pambano hili la featherweight female title ya PST. Pambano hili ni pambano la raundi 8, litakuwa na dakika 2 kwa kila raundi na dakika 1 ya mapumziko. Naomba tufurahie pambano. Karibuni sana. No. May the best boxer win. Pambano la round 8, ubingwa wa PST. Second out of the ring. Pambano la kwanza kwa upande wa wanawake ambao wanawania mkanda kupitia uzito wa featherweight kati ya Deborah Mwenda, mmoja kati ya bondia ambaye amekuja kuleta taswira tofauti kama vile tu ile Sarah Alex. Ukimuona hivi hajaondoka kwenye ile hali yake ya kuwa mwanamke, kwenye kujiremba, kujipenda, na amesalia vile akishusha makonde ya kutosha. Na raundi ya kwanza ameanza vizuri kwa bondia kutoka Malawi, lakini vile kwa bondia Deborah Mwenda tutegemee kuona nini. Wantueta kuipeleka, lakini out zinaenda. Deborah mbona akiswing kidogo, akiyumba hivi miumbo ya kuhakikisha kwamba wengine anamtafuta kumnasa mchezaji wake, anamuinda mpinzani, akitoa counter. Deborah anaenda nazo huko akirudi nyuma. Deborah anatakiwa awe makini sana. Fight wote ni watu wa kupigana. Sasa hapo kitakachowatofautisha ni mwenye power na uvumilivu na mwenye target. Deborah, lakini ubondia kutoka nje anaonekana kabisa ni kwamba ana nguvu Sugu na ni mvumilivu. Kimwangalia gadi yuko juu muda wote akijaribu kulinda. Acha tuone. Naweza kusema ni mapema, ila ngoja tuone kitakavyokuwa kwa kile ambacho anaweza kukifanya Deborah. Kwa jinsi na connect punch, body punch, akienda kwenye kona, akimweka vizuri kabisa kama amekubali, lakini aliweka gadi juu kujilinda. Mariam Nelson Dig akijibu mapigo na yeye. Nipige nikupige sasa hapa. Na land punch, right hand, left hand zinaenda jab. Mariam anaenda nazo akimtafuta Deborah. Mariam Dig ni bondia mvumilivu na mwenye nguvu. Fight yake ya mwisho nilimwona akipigana na Jessica Mfinanga, kama unakumbuka. Alipoteza kwa point. Ni bondia mvumilivu, na hapa nilivyomuona kidogo ana utofauti. Na pia Deborah Mwenda kwa sasa hivi ametrain, amekuwa tofauti hata body yake inavyoonekana, lakini ni umakini tu kuweka. Deborah Mwenda ana nguvu, lakini ni kutumia akili na targets. Haya, acha tuone. Kiwa ni raundi ya kwanza ambayo imeanza na kasi ya juu, au unasema kwamba kwenye gia kubwa. Fight imeanza kwa nzuri sana. Kubwa sana. Mwenye tanki nzuri ambayo ameipeleka Deborah, ambao limekamilisha kwenye raundi ya kwanza. Deborah Mwenda huyo hapo, mtazame mwenyewe akiwa yupo tayari kabisa. Ni kama ana matamanio makubwa ya kushinda kwenye pambano hili. Ni kweli, kwa sababu fight zilizopita amepoteza. Kwa hiyo inaumiza kwa kweli kwa boxer ambaye unatamani kufika sehemu fulani. Kwa hiyo ni nafasi yake nyingine, atamani kupoteza kabisa. Yani yupo tayari kwa lolote kwenye hii fight ili aweze kupata matokeo mazuri. Lakini kasi ambayo umeiona ameanza nayo, kwa mfano kama hapo utazama ilienda right hand ambayo ilipita, na naye pia Deborah akairudisha ile. Ameanza vizuri kwa sababu kulingana na aina mchezo wake, ila kikubwa tu aongeze umakini na ajue kwamba na upepo kiasi gani, kwa sababu Deborah Mwenda ni bondia mzuri, na hapa alipo anataka amekuja kwa ajili ya ushindi. Ndio maana unaona the way alivyoingia raundi ya kwanza, ameingia na kasi nzuri ili kuweza kumkabili mpinzani na kumpa uoga. Kwa hiyo nadhani raundi ya pili itakuwa nzuri kwa Deborah Mwenda.
Round ya pili, pambano la round 8. Round ya pili. Box. Round ya pili hiyo katika round zile 8 kwa kwamba ni pambano la ubingwa. Kanda wa PSG uko mezani kumtafuta bingwa mpya. Bora unaona zile in out akijaribu kwenda kitumia jabi yake kwa mkono wa kushoto. Anataka connect pia na right akienda naye body punch. Debora kama anaenda kwa kasi lakini vile vile anapaswa kuwa makini kwa sababu pia Mariam na yeye ni kama ana nguvu na ni mrefu. Na ni mvumilivu na ni mrefu. Kwa Debora anatakiwa kuwa makini sana kwa sababu huyu Mariam amemmeza Debora. Mariam kwa utulivu. Ameconnect naye punch kwa upande wa Mariam akipeleka pia. Ameconnect punch, piga combination, nipige nikupige kwa dada hawa. Atuonesha namna gani hasa ambavyo wanaweza kushindana. Kila mmoja anajaribu pale itakapofika. Debora ni kama ametoka kwenye eneo ambalo liko la hatari. Akiendelea hapo ni umakini. Mariam na yeye macho kodo akiwa anamtafuta Debora. Debora naye anamtafuta vile vile Mariam. Debora mwenda ni kama ameruhusu punch nyingi kwenda kwenye uso wake. Debora mwenda atulie sasa hapo kuanza kuna target. Raundi nyingi sana, ni mapema sana. Kwa hiyo utulivu unatakiwa kwa Debora mwenda. Haya ni mapigano ya wadada wawili. Ni michapo. Wanaonyeshana makali. Wanatuonyesha nguvu, wanaonyesha uwezo tulionao kwa ndio vitu ambavyo mashabiki wanapenda. Sara, wewe ni miongoni mwa bondia ambao unapenda kutembea, unaweza ukascore ukatoka kwa huu mchezo ambao unauona ambao unaendelea. Lolote linaweza likamtokea mtu yeyote yule kwa sababu nipige nikupige. Kwa sababu pia ni hatari kwa sababu unapiga ngumi ya umuone adui unapeleka wapi ngumi inakuwa ni hatari. Pia na kwenye upande wa kulinda energy, unajua hii wanaenda raundi 8 kwa kitumia kasi nyingi hivi, kama energy yako ni ndogo inakuwa na madhara hapo mbeleni. Haya angalia. Hapa ni kila mmoja akiwa anaruhusu. Wamefanya mazoezi ya kutosha. Ukiangalia mpaka saizi kila mmoja anaenda kwenye kona yake, hauoni kama pengine pumzi labda imekata kwa yale makondi ambayo wamekuwa wakibadilishana. Kama hujafanya mazoezi mnaweza mkatueleza nyinyi mabondia hali inakuwaje kwenye hata kama ni raundi ya pili tu, lakini kwa hiki ambacho kinatokea Sara. Hauwezi kufanya, yani kama hauna mazoezi huwezi kupiga panchi nyingi kwa dakika kama 3, huwezi kufanya hivyo. Kwa upande wa Bwanga pengine angalia, yani ilikuwa nipige nikupige, ukitoa mkono na mimi naweka wa kwangu kama hivyo. Lakini ni nzuri kwa yule ambaye atakuwa amejiandaa kwa aina ya au style ya upiganaji huu wa kushindana. Na ninachokiona hapa huyu Mariam amemzidi nguvu Debora, lakini kingine ni kwamba umakini unatakiwa uongezeke kwa Debora kwa sababu raundi ni nyingi, raundi 8 sio asija kashindana na mwenzie. Kwa hiyo anatakiwa kuvuta upepo, kutulia na kuangalia gani anatakiwa apigane na wakati gani anatakiwa acheze. Apigane huko akilinda energy sababu bado raundi ni 4-5 mbeleni. Acha tuone kwenye raundi hii ambayo inaenda kwenye raundi ya 3, lakini raundi ya kwanza na ya pili imekuwa ni ya kubadilishana sana, ya mpishano. Sio mpishano hivi hivi, ni mpishano wa mikono ikitoka. Je, raundi hii kutoka na utulivu. Kiangalia jab kwa upande wa Mariam, bondia kutoka Malawi ipo juu. Debora Mwenda na Mariam akijaribu kuna mchezo wake akiwa na jab, jaribu kuifungua ile gari. Wote wanakuwa wanacheza kwenye wakiwa wamekaribiana zaidi. Umuoni kila mtu akiwa anamweka mwenzie mbali. Debora Mwenda hii fight anaitafuta Mariam. Debora Mwenda hii fight anahitaji sana na maana anapambana, hataki kupoa. Amekutana nayo ile counter punch moja ambayo amekutana nayo Debora kwa Mariam. Kuna kitu anamiss wakati Mariam anashambulia. Ni vyema Debora angeangalia namna ya kujilinda, sio kutaka naye kushambulia. Ni hatari sana kwenye ni kama ni mchezo ambao ameamua kuingia nao. Humuoni akibadilika, ni kama kona yake amemwambia kwa bwana wewe ukiingia tuende mkapishana naye, lakini vile vile aliweka gadi juu anamuondoa. Rudi kwenye eneo katikati. Debora anakuwa anaendelea kumfuata Mariam. Hiyo hapo right hand ambayo imetua. Utanayo counter hiyo. Counter punch ambayo imetoka kwa I say fight ni kali sana. Ni moja kati ya fight nzuri sana ya kufungia mwaka baina ya mabinti hao wawili, Tanzania dhidi ya Malawi. Hiyo hapo. Kienda akiwa amekaa kwenye kona, body punch akienda, Debora Mwenda akiwa anashangiliwa hapo kwa nguvu kubwa sana. Lakini ataweza kuhimili kwa namna gani? Body punch pia imesikika, imeita. Nice. Fight kali jaribu. Hakuna kupeana pumzi hata kidogo. Hakuna kupeana pumzi hata kidogo. Unajua dakika unaweza ukaziona chache, dakika 2, lakini sio nyingi sana.
Kwa bondia sana kama una mazoezi. Mariam kama vile amechoka hivi, lakini naona kama anamtegea Debora ili Debora akitulia tu aanze kuingia kwa kasi. Haya, raundi ya 3. Vipi hapo ulipo, unafurahia, unaenjoy? Kipi ambacho kipo ndani yako kupitia Azam TV? Wadada wawili kutoka Tanzania, Debora Mwenda huyo hapo ambao unamuona, lakini vile vile kwa upande wa bondia kutoka Malawi, Mariam Dick ambaye huyo hapo unamuona, kila mmoja akipata maelekezo kutoka kwenye kona yake kwamba ni nini ambacho kinapaswa kufanyika kwenye raundi ambayo inafuata. Tazama, ilikuwa nipige na kupige. Gadi inaonekana, body punches zinaonekana, lakini vile vile straight hands zinaonekana, hooks zinaonekana. Karibia ngumi zote ambazo unapaswa kuziona zinaonekana hapa. Sarah Alex, nini ambacho unaweza kueleza kwenye pambano hili mpaka sasa? Kwanza niseme niwapongeze sana kwa sababu wamefanya mazoezi. Performance yake raundi ya kwanza mpaka ya 3 kwa Debora Mwenda inaonekana kabisa amefanya mazoezi, ila tu ni utulivu na nguvu atumie na akili, sababu Mariam ana nguvu na ana target pia. Utulivu kwa sababu raundi ni nyingi na fight ni ya ubingwa, kwa hiyo kila mtu amefanya mazoezi. Box. Naona Mariam amekuja na utulivu fulani kama vile kachoka hivi. Nice right. Break. Ndo kwanza mapema, ndo kwanza kama zinaanza. Bado kuna mapambano mengi sana makali, sana. Usikae mbali na Azam TV ushuhudie mapambano makali. Ukikosa ujutie kabisa. Kwa sababu ikitokea hii hapa sasa ni mwendo ni ule kama ulioshuhudia raundi ya kwanza mpaka ya 3, ndio yao yanaendelea mpaka raundi ya 4. Angalia hiyo. Haya, Debora anatembea, anatoka, anatoa ulimi wake, anakutana overhand hiyo. Moja kwa moja anajaribu kuipeleka overhand nyingine, akiconnect hapa Mariam kumtafuta Debora Mwenda. Anapiga na straight punch ambayo imefika. Akiendelea pia. Hapa tunaiona ile kauli ya Debora Mwenda bila kuchoka. Hakika amefanya mazoezi sana. Hii leo imekuwa tofauti sana. Pengine sijui ni lini nilimshuhudia pia Debora kwa raundi hizi akicheza namna hii. Akitembea, akipiga pancha anatembea, alikuwa hafanyi hivi. Kweli amejiandaa. Lakini vile vile kwa upande wa Mariam, nice right nzuri sana. Nyingine akiwa ameipeleka hapa Debora. Ametengeneza engo, akakutana pia na right nyingine Mariam. Anaenda, nasema kwamba hakuna kupumzika, hakuna kupeana muda. Kaipeleka mpaka ameyumba kidogo. Right nyingine Debora ambaye anaenda, lakini anapaswa kuongeza umakini kwa sababu bondia anacheza naye ana nguvu na uvumilivu, kwa hiyo ni akili. Debora Mwenda pamoja na Mariam wanaonyesha utashi wao kwenye ile pambano. Debora naye pia anaingia kama kwenye mfumo. Mariam ni kama naye anajaribu kurejesha, na Mariam kimo kile kinampa faida. Kwa hiyo inahitaji kuwa na umakini wa hali ya juu. Round ya 4 imekamilika. Fight kali sana, fight nzuri sana. Mabinti wamepambana, wamefanya mazoezi, wanapiga ngumi zote chini. Kwenye hali ya ile nasema kwamba pressure fighter, hakuna kutulia sehemu moja. Ninakulazimisha kufanya kile ambacho wewe pengine hukusudia kukifanya. Kabisa. Na pengine sijui wote ni kama Debora ndo aliingia kwenye mchezo huu akienda kumlazimisha, kiasi cha kwamba amemfanya pengine Mariam asicheze mchezo wake wowote ule. Yani kutokumpa pumzi. Ni kama naye ameingia kwenye mchezo ambao anacheza Debora. Sara, au nini ambacho umekiona? Anamforce mpinzani wake acheze mchezo wake yeye, yani amfuate, so yeye amfuate mchezo wake. Kwa Debora Mwenda anachofanya ni anampa Mariam pressure. Sasa Bonga, angalia Mariam anapewa maelekezo hapo. Debora naye pia anapewa maelekezo yake. Sasa tunaenda kwa dakika 2 nyingine. Hakikisha kwamba hii fight kila dakika 2 kwa kweli ni za moto, kwa sababu muda wote watu wanapigana. Moja kati ya pambano nzuri sana. Hii ni expensive fight. Baadaye ni Hassan Mwakinyo tunamsubiri hapa kwenye usiku wa leo. Haya, watu wamejiandaa. Watu wamejipanga, ni speed ile wanaanza. Debora Mwenda kutoka Tanzania amejaribu kurusha panchi yake ambayo imeenda pabure. Gadi iko juu sana kwa Mariam. Mariam kijaribu connect pia punch. Mariam ana gadi nzuri. Debora akiwa anamlazimisha, anambia mimi siogopi, uniletee right nyingine ambayo imetoka kutoka kwa Mariam. Ameipokea Debora lakini iko imara. Aipokea nyingine. Debora ni kama Mariam ameweza kuicounter right hand. Ilikuwa ni left hand ile ya Debora, na akajikuta kwamba anaruhusu
punch zitue kwenye eneo lake la paji hili, pengine upande wa kushoto wa uso wake kwenye sikio, maeneo ambayo ni hatari sana. Angalia kama hizo, akijaribu kupiga overhand kuicounter ile jab ya Deborah. Kasi kidogo kama imepungua kidogo, wanachunguzana nani aanze. Hiyo hapo wanatafutana sasa. Punch ikienda Nice body punch. Raundi ya 5 unaona ni kama hapa ndio hatimaye wamekumbatiana, lakini muda wote umekuwa ni moto. Ukiangalia kwenye kona ya Mariam, maelekezo pia anapewa ni mengi sana. Maelekezo ni mengi kwa sababu fight ni ngumu, watu wanapigana. Kwa hiyo kocha muda wote lazima uwe makini. Nafikiri hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ameambiwa aende kufanya Mariam. Ukiangalia right yake anaitumia kwa kiwango kikubwa sana. Na Deborah amelistukia hilo, analinda. Anaendelea nao Deborah akiwa kwenye kona hapa Mariam. Lakini tayari haya kengele imegonga. Nice. Raundi ya 5 bila shaka unaburudika hapo ulipo. Unawaona wadada namna ambavyo wanapambana. Tukiwa tunaufunga mwaka vizuri sana 2025, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima. Ni haki kwa kweli au kufurahia zaidi kuona 2026 kwa sababu mengi yanafuata kupitia mchezo huu wa boxing. Deborah Mwenda pamoja naye Mariam Dick wanaonyesha mchezo mzuri, mapambano kati ya Tanzania na Malawi. Tazama hiyo, nimekuambia anatumia zaidi saizi right hand yake Mariam akijaribu kuicounter jab ya Deborah. Nini ambacho unaweza kukisema Sara mpaka sasa? Ni kwamba fight ni kali na pia mabondia wanabadilishana ngumi raundi zote na wamejipanga. Tutegemea raundi ya 5 inayofuata itakuwa nzuri zaidi. Kuna kitu cha kuboresha pengine kwa upande wa Deborah? Upande wa Deborah Mwenda ni kwamba zile target akipiga anatakiwa aunganishe ngumi, asipige moja moja. Akipiga moja moja yule ni mrefu kamzidi hai, inakuwa changamoto kwake. Na kwa mpinzani wake, kwa kile ambacho anakiona ni kama ameingia kwenye mchezo tofauti, unafikiri ataendelea na mchezo ule ule? Na hisi atabadilisha mbele kwa sababu yeye ni mrefu, akitumia jab anaweza kumkabili Deborah Mwenda. Kama ameingia bado unaona ile right akiwa anaitumia sana, akipiga kama cross hand au kama hook hivi, akiwa anailazimishia. Ni moja kati ya punch hatari sana kwa sababu unakuwa unaisindikiza. Nice Deborah akiwa amekubali, amecounter vizuri sana, lakini bado anakutana nazo right. Kumbe jabu inaweza kukaa vizuri hapa. Ni hakuna kupeana uhuru hapa, hakuna amani hata kidogo. Hapa ni pige ni kupige. Na ngumi zinaonekana, yani inarushwa ngumi light ni light, huko ni huko. Kama hiyo imempa madhara, amepigwa light moja. Nice body punch. Labda tuwaulize, inawezekana kabla ya mchezo huu wamewahi kuwa na ugomvi mwingine nje ya ulingo, wakaambiana kwa tutaoneshana, kwa sababu hii si mchezo. Tazama, kuna ubingwa hapo, kila mtu anatamani kuwa bingwa. Mmoja inawezekana kwenye ubingwa pia. Ubingwa pia umetetea. Lakini mimi nitachunguza zaidi, inawezekana labda kuna shari nyingine walionayo. Hiyo shari sasa itakuwa labda akitandao. Deborah Mwenda ni bondia kutoka Tanzania, lakini Mariam hapo ni Malawi, ni karibu tu. Inawezekana tu mtu akwambia yule amekusema sana. Subiri nitamuonesha. Deborah Mwenda analinda mkanda wake tuseme, au ubingwa wa Tanzania, kuiwakilisha Tanzania, kwa lazima apambane kwa ajili ya kumkabili Mariam Dick kutoka Malawi. Nice jab. Haya bwana, raundi ya 6 imeisha. Naona hii raundi, lakini hii raundi sasa unaanza kuangalia ile energy ambayo inaendelea kutumika. Kama wakiendelea hivi kwenye raundi inayofuata, inabidi kulinda pumzi kweli kweli. Kabisa. Tazama sura ya Deborah, pengine inaweza kueleza nini Sara? Anatamani yani afanye jambo zaidi hapa, labda amalize mchezo, lakini inakuwa ngumu kwake. Right hand nzuri sana ambayo ilishuka, lakini vile vile akawa ameblock ile
Mimi hapa leo kwa Debora ndo naona sasa ule msemo wake wa bila kuchoka, nitafanya mazoezi bila kuchoka. Hii nzuri sana hii. Anafanya kazi. Sababu naona kabisa anatamani fight ashinde. Tunaona straight punch ambayo ilifika kwenye uso lakini yakimkatisha tamaa. Anazipokea, anakaa sawa, anarudi tena kuendelea kupambana. Nafikiri hata pia Mariam yeye mwenyewe kitu ambacho anaenda amekutana nacho kinaweza kuwa kimempa mshangao kwa mapambano ambayo amepita kwa upande wa Debora. Amekuwa aggressive sana kiukweli leo. Amekuwa analazimisha jambo lake litokee. Mpaka hivi sasa ameonyesha mchezo mzuri ambao anapaswa kuulinda na kuutunza kwenye raundi hii ya 7 na kuelekea kwenye raundi ya 8. Lakini vile vile kwa upande wa Mariam Dik ambaye anaiamini gadi yake, anaiamini right yake, amekuwa ni mzuri sana kutokana na kimo alichonacho. Angalia in out ambayo ameingia nayo, akijaribu kutaka kuitumia hiyo right ambayo Debora pia amekuwa ameanza kuiblock. Ukiangalia hata kona yake inamwambia Mariam kwa kiwango kikubwa ni kutumia hiyo kama right hook yake kumonyesha Debora. Stop. Referee Emmanuel Mlundwa yupo hapo kwa ajili ya kazi yake hiyo. Kamwamba ndo wapi tena? Ndio ambakat. Sasa umeniambia utachunguza kuhusu ugomvi na hao hiyo lugha yao sijui kama Debora anaielewa. Sawa waligombana vipi? Endelea. Nice right. Nice. Debora ni kama kila ambapo anajaribu kila ambapo Mariam akitoa mkono Debora anapeleka na yeye. Nipe nikupe. Kama hivyo. Nice left hook. Debora Mwenda anaonyesha ni licha ya kuwa ni bondia wa kike ambaye ni bondia mrembo, lakini leo hii hataki anaonyesha usugu. Makeup imetoka kila kitu ni kazi. Kuhusiana na urembo wake, lakini hii ndio kazi yake ambayo anaipenda. Ni kazi ambayo anaifanyia mazoezi. Hapo nipige na kupiga ambao Mariam anaruhusu Debora kubali na watu wanashangilia ukimwona Debora anafanya hivyo. Kila mmoja anajaribu kurusha mikono, lakini unamuona pia Mariam ni kama mikono yake inaishiwa power. Anamuongeza tena body punch nyingine, anamfungua ile gari yake. Mariam anatafuta pengine atapeleka wapi mkono wake, naye anarusha na anafika pale moja kwa moja, imefika right vile kwenye sura ya Debora. Kuna body punch nimezisikia hapa bro. Bwana, yani kuna body punch nimezisikia. Kuna mtu leo ataalisha sana baada ya fight. Mimi nimewaambia kwamba pengine labda kuna shida nyingine ya ziada, lakini kile ambacho anakionyesha kuanzia raundi ya kwanza mpaka kufikia kwenye raundi hii hakika wanapaswa kupongezwa kwamba hii ni hatari, hii ni noma kabisa kupitia ile expensive fight. Tazama hapo, kuna wakati ni kama Mariam alikuwa anaona kitu gani cha kufanya kingine cha ziada zaidi ya kuipeleka tu kama ikifika haya. Body punch hiyo ambayo alikuwa anaizungumza hapa. Yaani hiyo body punch nimeisikia kabisa huko. Ni moja kati ya pambano zuri, bila shaka unafurahia hapo ulipo. Mikono ikitoka hiyo hapo, akutana nao nyingine, na ndo kwanza tunaanza. Yani kuna fight kali sana. Sara yeye mwenyewe anashindwa kuongea. Kuna yoyote ambaye unamhitaji hapo au wewe yoyote unampokea? Yoyote sawa. Tunafanya biashara. Hii ni kazi. Hii ni kazi. Haikataliwi. Round ya 8 na ya mwisho. Round ya 8 na ya mwisho. Round ya 8 na ya mwisho. Je, mwendo utakuwa ni ule ule ama la? Debora Mwenda huyo mwenye bukta yake nyeupe. Ngumi zinasikika. Lakini vile vile Mariam Dik mwenye bukta nyeusi, bondia kutoka Malawi dhidi ya Tanzania. Haya. Nice. Akianza kwa kasi, akitoka kwenye kona pale, Debora akitafuta. Ni raundi ya mwisho. Debora anatakiwa aongeze umakini sana kwa sababu amescore kwa raundi zote 7. Kwa hiyo hii ni raundi ambayo inatakiwa umakini uongezeke kwa kweli, kwa sababu lolote linatokea wakati wowote kwenye ngumi. Hakika ni raundi ambayo inahitaji umakini, raundi ya mabingwa, raundi ambayo inahitaji hesabu kali. Hiyo hapo overhand amerudisha. Nice. Nipige na kupiga inaendelea. Mikono inatoka, hakuna kurusha taulo. Ngoja kaa sawa sawa, ameirudisha. Ngoja tuirudishe. Mariam. Safi, light nzuri kutoka Debora Mwenda. Nahisi Mariam alikuwa anajaribu kupiga right, lakini Debora amestukia hiyo right. Naona anajaribu kuweka gadi. Mkono wake wa kushoto upo juu muda wote. Yes.
Jaribu connect pia Debora akiongeza nyingine. Akiongeza nyingine. Debora akiendelea kumtafuta hapa Mariam. Mariam kama body punch nyingine ambayo anaenda nayo kwa Debora. Wow! Debora ni kama anaweka gadi tu, lakini ni bado nipige. Bado nipige. Debora anamtafuta Mariam kwenye body punch, anamtafuta kwenye uppercut, pengine straight punch anazipeleka kwenye sekunde ambazo zimesalia. Nini kinafanyika? Left inatoka nyingine. Right pia inaenda kwa Debora. Akiona ipeleka moja kwa moja wa Mariam, moja kati ya pambano bora zaidi. Moja kati ya nyakati nzuri kushuhudia kwa Debora Mwenda. Judge for 1, Abdallah Neneko, score 79-73. Judge number 2, Habib Mkarafu, score 79-73. Judge number 3, Anthony Ruta, score 80-72. Ladies and gentlemen, according to judges' decision, the winner by unanimous decision and new female featherweight PST champion, Debora Mwenda. Ishara ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho amekifanya, na machozi yanaweza yakatoka katika nyakati zote, nyakati za furaha na nyakati vile vile za huzuni, au nyakati ya huzuni pia machozi yanaweza yakakutoka. Tazama vile ambavyo Debora yeye mwenyewe ni kama amini, lakini furaha ambayo imemzidi.